Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania yataka uchumi trilioni 313 miaka mitano. Ni shabaha ya mpango wa 4 wa maendeleo. Rais Samia ahimiza ushiriki wa wananchi shughuli za kiuchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kitila aita Saudia kuwekeza maeneo manne. Chemba ya biashara yafunguka fursa, biashara yaimarika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mama mwanawe wanyongwa Moro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Rais Tshisekedi aja kuimarisha ushirikiano. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaeleza uimara bandari ya Dar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Samia, tutatumia uhamiaji kukuza uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 7. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiagana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM Amy Pope baada ya mazungumzo yao katika ikulu ndogo Unguja jana. Dira 2050 kutoka mpango hadi utekelezaji, diplomasia ya kisiasa, nguzo ya ushirikiano Tanzania Msumbiji. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika Gwajima, wanaotumia watoto burudani zisizofaa wajisalimishe. Habari katika ukurasa wa 3. Samia mgeni rasmi Maulid, msajili ashinda kesi usajili wa IPEP. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti ya Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kesi ya uhaini, mjukano Lissu jamhuri wa moto, mahakama kuamua kama Lissu ana kesi ya kujibu ama la, jamhuri ikifunga ushahidi, Lissu adai fidia, asisitiza hana kesi ya kujibu, jamhuri yajibu hoja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 495. Siku ambazo Lissu amekaa gerezani Ukonga tangu alipokamatwa Aprili 9 mwaka 2025. Alidai fidia ya shilingi milioni 40 kwa kulea mimba akwama. Habari katika ukurasa wa 16. Dialysis, mchwa mpya anayefilisi familia masikini. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kwa nini shahada yako si tiketi ya kupata ajira? Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Agizo la Chalamila la pingwa. Habari katika ukurasa wa 6. Nukuu ya William Makali abiria ikisema, sisi tunaishauri serikali iangalie changamoto zilizopo na kufanya uamuzi kwa maslahi mapana ya abiria, ili vituo vilivyo nje ya stendi ya Magufuli viendelee kufanya kazi kwa kuwa vina faida nyingi kuliko hasara. Habari picha ikionyesha mabasi yakiendelea kutoa huduma katika eneo la Shekilango jijini Dar es Salaam. Onyo, masaji si tiba ya kila maumivu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia, Tanzania na IOM kuimarisha ushirikiano ni katika kutumia uhamiaji kuchochea maendeleo, uwekezaji na fursa salama za ajira. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Mpogolo, wananchi Bangulo wanamshukuru Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali yasisitiza ushirikiano na sekta binafsi. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Tshisekedi ziarani nchini. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewasili nchini jana kwa ziara ya kikazi kufuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tanga yageuka kitovu cha elimu, ujuzi wa teknolojia. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yathibitisha uwepo madini kijiji cha Nchenje. Habari katika ukurasa wa 2. Trump inapunguza mazoezi ya kijeshi Korea Kusini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Majira limeandika umuhimu wa matunda mboga katika kuimarisha afya. Habari katika ukurasa wa 16.
Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mgogoro wa mirathi, watoto wapimana DNA kujua uhalali, majibu ya vipimo yasababisha mmoja wa watoto kuondolewa katika mchakato wa urithi, shangazi ataka uchunguzi wa kina wa mahakama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wadaiwa kuchoma mali za mwekezaji kuwapiga polisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Wananchi 16 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Manyara kwa tuhuma za kuhusika na tukio la kuchoma mali za mwekezaji wa Dumera Plantation Limited na kuwashambulia polisi kwa silaha za jadi katika kijiji cha Kiru 6 wilaya ya Babati. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Waafrika wapewa tahadhari kuhusu matumizi ya AI. Habari katika ukurasa wa 17. Mawakili wasota polisi kumchomoa wakili Madeleka. Mawakili wa kujitegemea wamesota kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam wakifuata njia ya kumwekea dhamana mwenzao Peter Madeleka aliyekamatwa Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za kudharau agizo la mahakama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Jamhuri yafunga ghafla ushahidi wake kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Habari katika ukurasa wa 3. Makala maalum ajifungulia kichakani kijijini kwake wakisubiri zahanati kwa miaka 52. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Jamhuri mikononi mwangu lenyewe limeandika katiba yanukia, Msire eleza kuna jambo kubwa la mwafaka linaendelea. Taarifa zaonyesha mawasiliano Chadema CCM yaanza, viongozi wa CCM Chadema wakacha kuizungumzia, wanasheria waeleza matumaini ipatikane kabla 2030. Nukuu ya Doloth Semu ikisema kucheleweshwa kwa mchakato huu ni kuchelewesha haki ambayo Watanzania wamekuwa wakidai kwa muda mrefu. Nukuu ya Onesmo Ole Nguruma inasema kauli ya makamu wa rais inapaswa kuchukuliwa kwa uzito, huku wananchi wakishiriki katika mchakato huo bila kujali itikadi za kisiasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha Tundu Lissu pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Waziri aonya wote wanaotaka kumuhonga, awapelekea salamu kali, awaambia sitishiwi sihongwi, awatuhumu wanasiasa wenzake kumbeba mfanyabiashara, awataka wamwache afanye kazi kulinda rasilimali za nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Makandarasi nchi nzima kulipwa shilingi bilioni 100 za tengwa kila mwezi kuondoa kero hiyo. Habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti hili limeandika Jamhuri yahitimisha ushahidi kesi ya Lissu. Habari katika ukurasa wa 15. Matukio ya uhalifu yatia wasiwasi Butiama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Jamhuri pia limeandika makala ya Sitani Heche sasa walau anaanza kuijenga Chadema. Habari katika ukurasa wa 7. Kimataifa, wapinzani Uganda wazidi kukimbilia uhamishoni. Habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia, tutatumia uhamiaji kukuza uchumi. Alitoa ahadi hiyo alipokutana na mkurugenzi mkuu wa IOM Ikulu Zanzibar, wajadiliana namna bora ya kuanisha vipaumbele na dira ya taifa 2050. Habari katika ukurasa wa pili. Mkuchika, Lubinga, Mndorwa wasifu ushirikiano wa CCM SWAPO. Habari katika ukurasa wa 3. Afrika yashtuliwa tathmini ya elimu kutumia mfumo AI. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Nombo amesema matumizi ya akili mnemba yanaweza kuwa chachu ya kuimarisha ubora wa mifumo. Mafanikio yanategemea teknolojia itakayotumiwa. Ukurasa mpya maegesho ya mabasi stendi ya Magufuli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili imeandika hatma ya Lissu Ijumaa. Habari katika ukurasa wa 13. Mloganzila, taasisi za Korea kushirikiana kupandikiza figo. Habari katika ukurasa wa 6. Mama mwanae wanadaiwa kuuawa kisa magunia 4 ya mahindi. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hali tete Azam, Feitoto awekwa rasmi sokoni, bilioni 100 za vuruga kikosi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Ijayo ni Agosti 20, Azam dhidi ya TRA United. Kimsingi ni kwamba mambo yote yaliyokuwa yakisemwa kuhusu uhamisho wa Feitoto hayakuwa yakishushwa kutoka kusikojulikana. Ni mambo ambayo yalikuwa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14.
tatizo lile lile Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kesho ligi kuu bara ni saa 10:15 jioni, CCM Kirumba Mwanza, Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Ekoto atua Yanga. Ongezeko la Ekoto linaifanya Yanga kuwa na benchi la ufundi la wataalamu 7 wa kiufundi likiongozwa na kocha mkuu Mang'oba aliyejiunga na timu hiyo Julai 10 mwaka 2026 baada ya kuachana na Golden Arrows. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Ijayo ni Agosti 20, Yanga dhidi ya Coastal Union. Maswali matano Real Madrid. Habari katika ukurasa wa 10. AFCON iliyoacha rekodi simulizi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Barca dhidi ya Al Ahly ni saa 3 usiku Camp Nou kesho Jumatano. TPL leo ni Namungo dhidi ya Geita Gold saa 1 kamili usiku majaliwa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbili. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Gazeti ya habari za michezo na burudani. Ndilo gazeti Habari Leo lenye limeandika Aziz Ki apewa mtihani Yanga. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga Mang'oba amempa masharti ya kupambana kiungo Stefan Aziz Ki aliyerejea kwenye timu hiyo hivi karibuni. Aziz Ki aliondoka msimu wa mwaka 2024-2025. Wanariadha 6 kuwakilisha Tanzania Olimpiki ya vijana. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Beka achekelea kuanza kwa ushindi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Steven Beka amefurahishwa na timu hiyo kuanza kwa ushindi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mastaa wa kike wakataa unyonge kwa Diamond. Habari katika ukurasa wa 21. Cameroon mabingwa wa AFCON. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize na ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika FVS 40 TPL kupunguza makosa. Habari katika kurasa za ndani. Beka kiwango Simba bado. Habari katika ukurasa wa 19. Mabao 17 yapachikwa ligi kuu bara. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. CRDB wamjaza noti Magdalena kujiandaa Sydney Marathon. Habari katika ukurasa wa 19. Ujenzi dimba la Fumba wanoga. Habari katika ukurasa wa 19. Forest yajitosa kwa Delap. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rodri atua Barcelona. Klabu ya Barcelona imekubali kutoa dau la pound milioni 65 kwa lengo la kuinasa saini ya nahodha wa Manchester City Rodri. Habari katika ukurasa wa 18. Mourinho amtaka Zubimendi. Habari katika ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.